Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko sahaba wake mmoja anaitwa Abdullah. Abdullah ni mmoja katika masahaba ambao kwamba katika majlisi ya Mtume wanapenda kumfanyia sana mzaha Mtume. Mizaha mingi imeandikwa katika tarehe, lakini mmoja wao ni ule mzaha. Abdullah ameenda kwa mtu yuauza zabibu, akaenda akamwambia niuzie hizi zabibu. Yule bwana akamwambia nipatie pesa. Abdullah akamwambia utazichukua nikiwa na Mtume. Abdullah akachukua kapu la zabibu akaenda nalo mpaka kwa majlisi ya Mtume, akamwambia Rasulullah, nimekupatia hizi zawadi. Mtume za sallam akazichukua zabibu akamshukuru Abdullah, alafu akazichukua akazigawanya kwa masahaba radhiallahu anhu. Baada ya kuzigawanya, baadaye yule mwenye zabibu anamfuata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja pale akamwambia Abdullah, pesa zangu hujanipa. Abdullah akamjibu akamwambia atakaye kulipa ni huyu hapa. Akamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia haya, saa ile simlikula zabibu, mlipe mwenyewe pesa zake. Mtume akamshangaa akamwambia si ulikuwa umetupatia zawadi? Abdullah akamwambia hakuna zawadi za bure bure, wewe mlipe mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha, akacheka, alafu akaamrishwa zitolewe pesa apewe yule bwana. Huyu bwana Abdullah alikuwa ameonjwa, pamoja na mazuri yote aliyokuwa nayo, alikuwa ameonjwa. Yeye apenda sana kunywa pombe, Siku moja sasa, katika kunywa kwake pombe, sisi tunajua anayekunywa pombe katika daula za Kiislamu hupigwa haddi, akapigwa fimbo 40. Sasa kila wakati huletwa, kila akipita mahali watu wanalewa, hushindwa kuimiliki nafsi yake, huenda akalewa, watu wanambeba wanampeleka, anapigwa mboko. Mmoja katika wale wapigaji mboko, baada ya kuona ameletwa sana, akatoa maneno akasema, ya Rabbi, mlaani huyo Abdullah, ma akthara ma yuta bihi, mbona yoletwa hapa sana. Angalia kauli yake, alipojiona yeye amefika mahala fulani katika kutolewa katika mtihani wa pombe, yeye hanywi, kumuona mwenzake yanywa pombe, yeye akajisafisha, akafikia mahali mpaka pa kusema, ya Rabbi, mlaani mtu fulani, kwa sababu mbona yoleta hapa tumchapa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia haya maneno akasema, innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlaani huyu bwana, yompenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Angalia, pamoja na udhaifu wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamu kwamba huyu bwana pamoja na anayoyafanya, lakini yompenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maneno makubwa, akawaambia, la takunu aunan lishaitani ala akhikum, msiwe msaada kumsaidia sheitani juu ya kumpoteza ndugu yenu, msiwe msaada. Bali katika hadithi anasema, semeni Allahumma ighfir lahu, ya Rabbi, msamehe huyu bwana, lakini usiseme kwamba yule bwana afanyaje, alaaniwe. Sasa miongoni mwa makosa makubwa ni watu kuwaona wenzao, madamu yeye hakusalitishwa kulifanya kosa fulani, mwenzake dhambi kama lile analitenda, basi hufikia mahala pa kusema huyu bwana ni alaaniwe, maangamivu yamfikia. Angalia, siwezi kukaa karibu na yeye, kwa sababu waweza hata ukashuka gharika hapa ikatupata mimi na yeye, ukawa waka mbali na yeye. Lakini wafil hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam yatutambua bado kwamba hata mtu, na ndio maana miongoni mwa mashehe zetu